Mimi kwa majina naitwa Chance Mwaikambo, natokea mkoa wa Mbeya. Mbeya vijijini ndio nyumbani hasa ambapo ndio makaburi ya wazazi wangu yalipo. Lakini nimeishi Dar es Salaam na nimeishi Arusha sana. Na nimejiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mwaka 2009. Lakini nilichukua kadi rasmi mwaka 2011. Ndani ya chama changu nimekuwa kiongozi kuanzia ngazi ya tawi, kata, jimbo, mkoa, kanda, na hadi sasa mimi ni joko. Sisi ndio ma-IT wa chama ambao tunategemewa chama kinapokuwa na operation mbalimbali kwenye nchi yetu. Ndio cheo nilichonacho mpaka sasa ndani ya chama changu. Ninaweza kuzungumzia kuhusu masuala ya nchi yangu mazima, hasa kisiasa. Kisiasa mimi tangu nimekuwa mwanachama wa chama hiki, mimi sijai kuwa chama kingine chochote. Mimi nimekuwa mwanachama wa Chadema na ndio chama ambacho nimejifunza siasa ndani ya chama hicho, nimelelewa ndani ya chama hicho mpaka sasa. Ninachoweza kusema hasa upande wa utekaji, watu kupotea, watu kuumizwa, watu wengine wanaumizwa. Kwa mfano nimeona na nimeshiriki kuumizwa. Kuna wakati nimehudhuria mahakamani, tumepigwa sana mabomu wakati wa kesi ya mwenyekiti Freeman Mbowe akituhumiwa kwa kesi ya ugaidi. Kipindi hicho tulipigwa sana, tuliumizwa sana. Sasa mwandishi, nilitamani sana kuzungumzia kwa masuala hasa kuhusu upande wa utekaji, watu ambao wanatekwa kwenye taifa letu. Utekaji umeanza toka zamani, na naweza kusema masuala ya utekaji ni swala la mfumo. Mfumo huu nikisema kwamba huu mfumo ni watu ambao wako ndani ya chama tawala ambao wanaamini siasa za kutekana na kutishana badala kujibizana kwa hoja. Hili jambo liko ndani ya chama tawala, kwa hiyo ni swala la mfumo. Kwa sababu mwaka 2011 mimi nimeshuhudia tukiwa kwenye maandamano jiji la Arusha, tulikuwa tunapinga uchaguzi uliopelekea Gaudence Limo kuwa meya wa jiji la Arusha. Tulikataa, tulisema hakushinda kwa halali. Tuliingia kwenye maandamano yaliyoitishwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Watu waliuawa 4 kipindi hicho. Aliuawa Dennis, aliuawa Ismaili, Paul Njuguna. Hawa watu waliuawa kwenye maandamano, na aliyekuwa OCD wakati ule akiongoza hicho kikosi cha kupiga hawa waandamanaji ni OCD Tobias Andengeni, Moisa mwenzangu. Hata wakati wa Magufuli watu wametekwa, mimi ni mmoja wapo ambaye nilitekwa na nilifichwa karibia miezi 3 na zaidi, bila ndugu zangu kujua niko wapi, chama changu hawajui niko wapi, familia yangu hawajui niko wapi, mke wangu hawajui niko wapi, miezi 4 mpaka walipoamua kuniachilia. Nina uhakika kwa sababu mwaka 2020 tarehe 29, siku ambayo ni ya uchaguzi, tunachagua rais, mbunge na diwani. Mimi nilikuwa manager kampeni jimbo la Rukwa, nilikuwa kambi Katoto, ndio nasubiria matokeo. Tumetoka kambi Katoto usiku kama saa hizi, nimeingia Chunya mjini usiku wa manane. Nilikuja kuchukuliwa na polisi wasiopungua 16 wakiwa na gari 2 za polisi. Usiku ule tunaposubiri matokeo ya uchaguzi, na walipokuwa wananikamata walikuwa wanatukana tu, kwa sababu waliruka ukuta kwenye nyumba ambayo nilikuwa naishi, wakawa wanagonga mlango, wanataka kuvunja mlango. Mimi nikawaambia nitatoka, na ni kweli nikatoka. Nilipowahoji nimekosa nini, wakasema utaenda kujieleza mbele ya safari. Ilikuwa saa 8 usiku, niko peke yangu. Majirani wote walikuwa nasikia, lakini walikuwa wanachungulia madirishani. Nilipochukuliwa pale sikupelekwa polisi.
nikafungwa kitambaa cheusi, nilikopelekwa sipajui ni wapi. Baada ya siku 2 ndio nikapelekwa polisi baada ya siku 2. Lakini hao watu wakijadiliana wakati wamenikamata, wanasema kwani mmeagizwa nini? Si mmeagizwa huyo na mumpoteze? Mwingine anasema tusimpoteze, mbona ameonyesha ushirikiano. Sasa hawa ni askari ambao nawafahamu kwa majina na mpaka sasa bado ni maaskari. Ni maaskari polisi. Kwa hiyo nikisema ni swala la mfumo, na maanisha kwamba Chama cha Mapinduzi kimevaa dola, sio chama cha siasa. Ndio maana nazungumza kwamba ni swala la mfumo. Mtu wa kwanza au chombo cha kwanza kinapaswa kujua watekaji ni serikali. Serikali ndio yenye wajibu ya kujua watekaji ni wakina nani. Inajua? Inajua, na hakika inajua, kwa sababu watu wanaotekwa wanazungumza. Mwandishi, tunaotekwa tunazungumzwa. Mimi nimechukuliwa na askari, nimefichwa siku 2 bila kupelekwa kituo cha polisi, na nilipopelekwa kituo cha polisi nilitengwa na mahabusu. Mwezi wa 10 tarehe 29, mwezi wa 11 wote sikumuona ndugu yangu, na hata nilipoomba niwasiliane na ndugu zangu nimwambie mama yangu kwamba niko polisi, nilinyimwa nafasi, nilinyimwa hiyo chance ya kuongea na ndugu zangu. Mwezi wa 12 nilikuwa lock up, mwezi wa kwanza nilikuwa lock up, mwezi wa pili, mpaka Magufuli alipokufa mwezi wa 3, mimi ndipo nilipokuja kutolewa, na aliyekuja kunitoa ni mwenyekiti mstaafu China ndiye aliyekuja kunitoa mimi nikiwa polisi. Na anasema kipindi chote hicho walikuwa hawajui kama niko polisi. Na siku ambayo amekuja kunitoa nilikuwa sijaweza kula chakula siku 9. Kwa hiyo walikuwa wanajua ninaelekea kufa. Waliona nikafie nyumbani kwa sababu nilikuwa nimepoteza nguvu. Sijara siku 9, nilikuwa nimezofu sana. Swala la utekaji kwenye nchi hii limelelewa na chama tawala. Ndio maana nimekuambia ni swala la mfumo. Chama tawala ndicho ambacho hakiamini siasa shindani. Wanaamini siasa za vitisho au kumpoteza mtu ambaye anaonekana na hoja badala ya kumjibu kwa hoja. Sasa kwa nyakati hizi tulizonazo tangu tarehe 29 mwaka 2025, kipindi cha uchaguzi au yale mauaji, mpaka sasa ni mtu mmoja tu ambaye alikuwa na access ya kuweza kutusaidia taifa letu lirudi kuwa moja. Yeye ndiye anaongoza vyombo vyote vya ulinzi na usalama taifa zima. Kwa mfano, kama angeamua kumtumia DPP kufuta kesi ya Mheshimiwa Lissu, mwenyekiti wa Chadema taifa, akaiondoa, haya makelele, hizi vurugu zote zisingekuwepo, kwa sababu angekuwa anaongea yeye kama mwenyekiti wa chama taifa akizungumza. Kwa hiyo serikali au Mama Samia kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi angelikuwa anajipanga kujibu hizo hoja za mwenyekiti wa chama cha Chadema. Lakini sasa hivi wale watu ambao walitegemea chama hiki pengine ndio kiwe sauti yao hawana mahala pa kusemea. Ndio maana hizi vurugu ambazo zinaonekana. Kwa hata sasa ninashauri na napenda kumshauri Mheshimiwa Samia. Mimi namuita ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Ndiye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa nafasi yake kama rais anayo nafasi ya kumaliza hii kesi ya Mheshimiwa Lissu. Hata kabla ya mahakama kutoa uamuzi, anayo nafasi ya kumshauri DPP kufuta hiyo kesi ili nchi irudi kuwa moja, kwa sababu Lissu atakuwa yuko nje, ataongoza chama chake, atashauri chama chake, atashauri vyombo vyake namna gani ya kuingia kwenye maridhiano.